uendelee kubarikiwa zaidi. Amen. Mchungaji, turudi pale tu kwa anointing. Hii ni topic ambayo ni moto sana. Upako. Ni upako na watu wamecomment kwa wingi kabisa. Naam. Na ukatuelezea anointing ni nini na anointing si nini, mambo ambayo tufai kufanya, mambo kama yale. Na tukajua kwamba sasa kama uko na anointing oil nyumbani, hiyo umeambiwa tupa. Maana haifai. Naam. So, umuhimu wa anointing ama benefits of anointing. Faida. Number one, anointing brings the power of God into your life. Yani anointing, unaona Matendo ya Mitume sura yake ni ya 10 mstari wa 38. Biblia inasema kwamba and Jesus was anointed, how God anointed Jesus of Nazareth with the power of the Holy Ghost. And the power, or through the power, he went about doing good. In other words, anointing inaleta nguvu za Mungu za kufanya kazi ya Mungu katika maisha yako. Kumbuka nilisema hivi, Roho Mtakatifu yuko na wewe katika sehemu ngapi? 3. Yani yuko juu yako, yuko ndani yako, na yuko pamoja na wewe. Sasa yuko juu yako ili akuempower, akupe nguvu za kufanya kazi. Yuko ndani mwako ili akuongoze. Na yuko na wewe ili aweze kufellowship pamoja na wewe. So ni kazi ya anointing. Anointing ndio ninasema wakati Yesu alipakwa mafuta hivi, anaanza kutembea kufanya kazi. After he was anointed, he came up with power to do work. Hiyo ndio jambo la kwanza. Hiyo unapata kwamba Biblia inasema Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 vile tumesoma mwanzoni ya kwamba na utapokea nguvu akisha wajilieni Roho Mtakatifu. Another meaning for the anointing is the Holy Spirit. So anointing means Holy Spirit or the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. So unapata kwamba unaposoma hata Wakorintho wa kwanza sura ya 4 ya 2 mstari wa 4 inaendelea kuambia kwamba inakuonyesha kwamba this is the ability to function. Uweza. Unajua kwa mfano kuna mtu mmoja aliniuliza, pastor, tukiongea nawe kwa kawaida unakuwa tu mtu wa kawaida, lakini ukianza kuhubiri unageuka unakuwa na mtu tofauti na shindwa ni nini? Nikamwambia that's the power of God at work. Maana yeye ndiye alikuwa amenidrive, huyo ndugu ndiye alikuwa amenibeba, amenidrive kwa gari, tukakaa naye tukacheka kwa gari, lakini ikafika mahali mimi wakati nahubiri mimi nikasonga karibu na yeye, hata sikumguza, alibebwa akatupwa chini. Akasema, daddy, nimekaa na wewe kwa gari, what has happened? Because of the power of God at work. If you have you noticed when somebody is under the unction, hata akihubiri, sio yule tu, sio yule mama taifa na unasikia kwa radio akisoma SMS za watu pale, unakuwa kuna another personality takes over. Why? It is a power to function that has just rested upon you. Amen. Jambo la pili, anointing brings the manifestation of God's presence. Yani upako unaleta kudhihirishwa kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu inaweza kudhihirika tu kupitia kwa nini? Anointing. Kwa mfano kama wewe ni mgonjwa, umekuwa na cancer na tunaomba ama tumor na tunaomba na inapotea. That manifestation, real manifestation is caused by what you call anointing. Unaweza soma unaweza angalia kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Nikodema akasema, hey, hakuna mtu ambaye anaweza kuingia ndani ya tumbo la mamake, lakini akamwambia kwamba kwa Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa anawafundisha watu. Kwa hivyo unapata miracles, supernatural signs and wonders. You know what is a wonder? What is a sign? What is a miracle? Vile vitu ambavyo tunaita miracle sisi wanadamu, kwa Mungu si miracle. Eti kile ambacho sisi kwetu ni muujiza. Naam. Kwa Mungu si muujiza. Kwa Mungu si muujiza. Nini? You know what is a miracle? A miracle is something to make you wonder. That's why it's called a wonder. It's a sign and a wonder. Now, they are called miracle to us, human beings. Maana, we don't live in the realm of the spirit all the time. But according to Jesus, this is the daily lifestyle, the normal occurrence. And posa, Biblia inasema kwamba Yesu anasema kwamba I do what I see my father do. Meaning ni vitu ambavyo anaonanga baba akifanya. Unaelewa? Anasema hivyo, what I do is what I see my father do. So how do I know by that? Yes, anaongea na bubu na kisiwi, a deaf mwenye asikii, na anaongea naye na anasikia. Deaf open. How do you talk to a deaf to start hearing? How do you speak to a dead person? Mtu ambaye amekufa ameoza, Lazaro ameoza 4 days. Alafu Yesu anamwambia Lazaro, amuka uje. It's because only the flesh dies. Spirits don't die. Spirits will die on the last day. If you're not born again, your spirit will die on the last day. But now, ukikufa, your spirit inaenda kwa torment, inaanza kuwa tormented, inakuwa pepo, inaanza kuchomwa huko.
but if you're born again, your spirit goes where? To paradise. So spirits don't die now. That's why Lazaro alikuwa amekufa mwili, but the spirit was still not dead. Yakaita Lazarus, come back. And when he called that, the spirit had to collect the body back to normal for it to come out together. So the things we call miracle in the kingdom of God, these are the daily occurrence. And that's why wale watu wa Mungu ambao wanatusikiza leo wakianza kusikiza maneno, miracles zitakuwa zinafanyika kwa maisha yao naturally. It will be abnormal if they don't happen. But naturally atakuwa anaenda tu mahali favor. Nenda mahali kazi imepatikana. Why? Because you have been watching Biblia waziwazi and you have been eating the word of life, which is true. Sio kwamba unajificha katika tu anointing, ati nilianoint pepa zangu. Unapaka mafuta kwa makaratasi yako mpaka inakaa sura mbaya, ikiskaniwa hivi kiende kwa boss kwa nini? Anaona kwamba huyu mtu hajui kuweka documents zake vizuri. Ni kweli. Na hapo umesema ukweli, kwa sababu unaona hata kwa interviews. Yes. Maybe hata wengine wamekosa kazi kwa sababu wewe umeamini ya kwamba your papers must be anointed. Sasa yako na fingerprints anointing. Unajua unafika kwa panel unashanga what's wrong with your papers? Mtu mchafu. Unaelewa? Anaweka makaratasi yake namna gani hivi? Ni upuzi na upumbavu. Na tumeokoka. Do you know why ulipookoka Roho Mtakatifu alishuka juu ya kichwa chako? So that you become wise, not stupid. Mbona hakuenda kwa miguu? Ako hapo kwa akili. Akili fikiria. Roho Mtakatifu alikuja kwa kichwa. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu alishuka kwa vichwa vya watu kama ndimi za moto. Na hata Yesu alipokuwa anabatizwa, Roho Mtakatifu alikuja juu ya kichwa. So that your head can reason out and be good. Si umeokoka na bado una ujinga, umebeba ujinga. Biblia inasema namna gani? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Jina rahisi la kukosa maarifa katika translation ya Greek inamaanisha watu wangu wanaangamia kwa ujinga wao. That's the meaning of lack of wisdom. Kwa ujinga. Sasa wewe unaona Mungu katika chupa. Kuna mwingine simu yake ikaanguka chini. I'm sorry. I know ni kwa sababu sikuwa anoint simu yangu ndio inaanguka chini. Upuzi gani watu wako nao? Naam. Kila kitu kimekuwa anointed. Si masweta za watoto, si vitabu, si nini, mabegi za shule. Kwanza sasa hizi wameanza kurudi shule. Kwanza hata chai ikipikwa, mzee ako sitting room, mama ajui, ana drop kana ndani ya chai. Akipika mboga, anaweka. So everything that house is anointed. Akwe ni mchawi. Even the curtains are the same way waganga wanakuambia. Hii dawa weka kidogo kwa mlango, hii weka kidogo kwa choo, hii weka kidogo mahali kwa mtungi ya maji ya dispenser, weka kidogo hivi. Anoint everything. Na unajua kumbuka ni mafuta, siku moja inaweza shika moto. Wewe utajua kweli ni moto wa Roho Mtakatifu au moto ina gani? Ndio. Kwa hivyo hiyo haifai kabisa. Huo si ukweli kabisa. Hata unaonekana kama mchawi. Unajua Roho Mtakatifu ukishaokoka, you look gentleman, you look awesome. Unaanza kukaa kama lakini sitatupa lawama sana, lakini ndio maana tunashukuru Mungu sababu ya Biblia waziwazi kwa sababu mambo haya ni kama vile ambavyo rafiki yangu mmoja aliniambia. Maybe ni mambo ambayo tumeporo from mataifa ya nje, religions zingine za nje. Tunaona wakifanya hivi, wanapokuja pia huku kwetu. Unajua pia wanakaribishwa huku kwetu, wanakuja na tuhubiria. Sasa mafunzo yao tunayapika. Unaona? Na ndipo Biblia inasema mpime kila roho, you test every spirit. Kwa chochote ambacho kinafundishwa na mtu mwingine yoyote, kindly weigh them with the scripture. Is it in agreement with the scripture? What does the Bible talk about this? Je, Biblia inasema kuhusu kuna mwingine anaendaka anachukua Biblia anaweka chini ya pino vya alalo usingizi. Na kama do you know the devil has a bigger version of the Bible? Kuchukua Biblia kuweka kwa dashboard ya gari hakutazuia hiyo gari kupata ajali. Kuchukua Biblia kuweka chini ya pila hakutakuzuia mapepo kuja kutembelea. Kama ndani mwako hauna the spirit word, the devil will still attack you. So anointing has the power and the ability to protect you, not oil, not the oil. The oil is by the way, inatakana once umetumia mtumishi wa Mungu ametumia anointing oil juu yako kanisani. Unaenda nyumbani sasa na power. Hii mafuta imebaki naachwa pale. The same way like Holy Communion. The same way inabaki pale tutatumia next time. Okay. Sio kutembea kwa mfuko kwanza kuzurura nayo sasa. Because kama ni mimi umekuja kuapply kazi kwangu na niangalie documents zimekaa ni kama zimekuwa zimepakwa mafuta zimechafuka. Na shida umeitoa jikoni, ulikuwa unapika maandazi na chips kimwagikia ama nini. I can't give you. Utafanya kazi zako zichafuke. Na unakosa opportunity. Correct, utakosa opportunity. The reason why people are doing this is one. People don't understand that anointing is about a spiritual virtue and not a material thing.
Watu wanadhani ya kwamba anointing ni kitu ambacho kinaonekana na mikono. That's why they are so much into things, mafuta ya kushika, maji, washike, ya kushika. wahisi. Exactly, wa kushika. But if they realize that anointing is a spiritual virtue, they don't do all these things. Na ndipo tunaona wengine mpaka wanaziimport, mpaka kuna watu kuna address, if you need this oil ambayo unajua anamchukua tu picha yake akaenda kwa designer mzuri akamtengenezea picha akaweka kwa chupa. This oil hii ni anointing oil ya Pastor Boniface ameweka kwa chupa. Sasa unanunua chupa na wanakwambia hakikisha ni chupa ambayo iko na picha yangu. So hiyo picha yake sasa ndio Yesu ama ndio nani? Sasa tunaanza kumwabudu yeye. Tunaanza kuabudu yeye sasa. Na wanatuma pesa mingi. Watu wana matatizo, so wanajua nikipata haya mafuta niko sawa. But you see, it will not solve a problem. Yeah. Now, number 3, work of the anointing is that anointing brings divine protection. Psalms chapter 20 verse 6. Zaburi 20 mstari wa 6. Because the Bible says that the Lord saveth the anointed. Bwana ana preserve, analinda wale ambao wametia mafuta. So Bwana akikutia mafuta, anakupreserve na protect. Acha nikwambie leo hii. Hata kama gari ambayo umepanda ilikuwa inataka nipate ajali. Kwa sababu ya wewe ambao umeokoka na umepakwa mafuta kwa hapo, hiyo gari itapata ajali. Amen. Itapata ajali. Na kuna mtu by them, one of our church member ambaye not church member, one of our radio listener ambaye ametuma ushuhuda alituma ushuhuda akanipigia simu tukaongea na anatoka sehemu za Bungoma. Anasema tulipokuwa tunaomba Jumapili, tukaomba wakati tukaomba juu ya preservation. Yeye akawa amepanda gari, kitambulisho kimepotea, akaenda Huduma Center. Akirudi akakaa karibu na mama mmoja, yeye alikuwa amekaa mbele na huyo mama pia. Sasa wakiwa wanaongea wakapendana tu, wakabadilishana namba, akafika mahali kitu kamwambia shukia hapa. Na alikuwa hajafika lakini anamwambia tushukia hapa, yeye akashuka. Aliposhuka gari kusonga mbele tu kidogo, gari lilipata ajali. Sasa next time anapokea simu kwa huyo mama, kesho yake akidhania labda mama anataka kumwambia bila alifika salama. Mama anamwambia hata sijapita mahali ambapo tulikuwa, ulishuka tu hivi tukapata ajali. Tuko sasa dada akawa anasema nashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu akutuokoa. Kwa hivyo naona it's the anointing that preserves. So one of the work of the anointing is to preserve. Amen. Wow. To be preservative. Hata ukisoma Psalms, Zaburi 28 mstari wa 8 inasema kwamba the Lord strengthens the anointed and preserves them. Bwana anawalinda. So wakati uko chini ya anointing ya Mungu, uko chini ya protection. Amen. Vile niko hivi, I'm so anointed and protected kiasi ya kwamba ni macho yako tu huwezi ona, lakini katika ulimwengu wa rohoni nimelindwa na nimezingirwa. Kwa hivyo that's another work of the anointing. Kazi nyingine ya anointing is that anointing open doors for you to function in your gifting and in your calling. Hallelujah. Hallelujah. Yaani ile area ambayo umeitwa, Biblia inasema hivi, kitabu cha Zaburi, Mithali 18:16, Proverbs 18:16, that the gift of God in you brings you great people. Ndio. And it causes you to eat with the kings. Yes. How is that gift going to work? The gift works by the power of the anointing. Yaani mafuta ikifanya kazi gani? Dada yangu unaona watu wanasema kila wakati connect me. When the anointing is upon you and your gift is active and you're using the anointing and your gift, hauhitaji mtu kurecommend status. Kweli. They will call you. Amen. The power. Hey. Yani everybody will want to hear you. Have you been somewhere, mtu anahubiri karibu masaa, anaanza kuhubiri amebidi dakika 20 umechoka, hutaki kusikia tena. There's no anointing. Kuna mwingine anaweza kuhubiri masaa 3, hauchoki na huamuki na hulali, na ni usiku na usinzi, uko tu hata usingizi ujui umeenda wapi. Utaanza kusikia usingizi baadaye. Because where there's oil, where there's anointing, you don't get tired. Why? He refreshes you. He refreshes you. And the Bible inasema kwamba what the anointing will do, the Lord will go before you and make crooked places straight. And zile gates za chuma anazivunja. Na zile za brass na za anazivunja. Isaiah 45 from verse 2 to 3. Because of the anointing. Remember what the Bible says in Isaiah chapter 10 verse 22. Ya kwamba the anointing will break the yoke and will destroy that yoke. Anointing ina break that yoke. So hii mafuta si mafuta ya kujipaka, mafuta ambayo umebeba. What does it mean? When you are carrying the oil, Eva, because Jesus is in you, right? Yes. And because Jesus is in you, you are Jesus. Okay. Jesus, being a Christian does not mean that you are a follower of Christ. No.
That's what the meaning of the word Christian. Christian means the life of Christ revealed in you. Ndio. And when the life of Christ is revealed in you, you receive what you call alaso. Alaso is a transformation, a change. You change, you are a new creature. Now because you are a new creature, ukienda mahali, ukiingia mahali, hata kwa nyumba mganga. And that's what, unaona watu ambao wanafanya wanatabiria watu, wewe jaribu uende kutabiria. Hata kutabiria, hata kuruka. Unaona anatabiria wengine, anafika kwingine, anatabiria wengine, wewe anakifika anakataa. Kuna siku nikaenda kwa mwingine ambaye anatabiri, nikasema nataka kuona kama anaweza kunitabiri. Kwa sababu tu jacket na jeans. Kuingia mahali pale, akaniambia wewe ngojea hapo. Tena nikasonga, wewe ngoja kwanza atakuja. Mpaka baadaye nikaambiwa mtu wa Mungu ameenda. Hakunitabiria. You cannot see, you cannot do divination kwangu because I'm preserved and protected. And not only you, watoto wako wako preserved and protected. Na mtoto ambaye anaingia kwa life yako, things change. Why? There's a preservation because of the power of the anointing. It breaks the yoke. Amen. Hizo points nadhani hatujamaliza. Hatujamaliza. Tumalize katika kipindi kijacho. Labda tumalize katika kipindi kijacho. Tumalize katika kipindi kijacho. Sasa alafu manake lazima tupate hizo points vizuri kabisa. Muhimu wa anointing. And why unahitaji kuelewa vizuri. Anafanya nini katika? Bebana na vichupa. Unachoka bure. Unachoka bure na bagi imekuwa nzito na kumbe nimejaa tu tuchupa tu apostle fulani na fulani na fulani na fulani. Asante sana, ni Biblia waziwazi.